Kuna jambo la kushangaza linaendelea hivi sasa, na swali kubwa ni hili: kama Kenya ni mbaya tunavyoambiwa kila siku, kwa nini Wamarekani hawawezi kuacha kuizungumzia? Kwa nini baadhi yao wanaondoka Marekani na kuhamia Kenya? Kwa nini wengine wanasema Nairobi ni salama kuliko miji mingine ya Marekani? Na kwa nini mmoja wao amefikia kusema kuwa Mkenya wa kawaida ana utajiri mkubwa kuliko Mmarekani wa kawaida? Hatari ni kwamba wengi wetu tunaweza kuwa tunaiona Kenya kupitia matatizo yetu ya kila siku, huku dunia ikiiona kitu tofauti kabisa. Na leo nitakuonyesha video 4 tofauti za Wamarekani ambao wameitembelea Kenya au wanaishi Kenya, na kauli zao zinaweza kuibadilisha kabisa namna unavyoitazama nchi ya Kenya. Tuanze na video ambayo imewashangaza wengi duniani. Marekani huyu alionekana akishangazwa na ukweli kwamba Kenya ndiyo nchi pekee ya Sub-Saharan Africa iliyokuwa ikiwakilishwa kwenye mkutano mkubwa wa G7. Kwa mujibu wake, jambo hili halikuwa la kawaida. Aliitaja Kenya kama moja ya nguvu kubwa za kiuchumi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Sasa fikiria kwa sekunde moja, kwa mara nyingi sisi hujadili gharama ya maisha, kodi, siasa na changamoto nyingine nyingi, lakini nje ya mipaka yetu kuna watu wanaiona Kenya kama taifa linaloongoza ukanda mzima. Je, hii ni picha halisi ya Kenya au kuna kitu ambacho sisi wengine hatukioni? Right now, as you're watching this, Kenya is sitting at the table with 7 of the most powerful economies on the planet. And we're the only African country there. Let me put you on. Every year, the 7 most powerful economies meet up. It's called the G7. The rich uncles of the global economy deciding how things are going to be run. Out of 54 countries in Africa, they invited one, Kenya. Economically speaking, this can have a big impact on Kenya by just having a seat at the table. Now, do you agree with this or do you disagree with this? Drop a comment below and tag a Kenyan that needs to see this. Lakini kauli ya pili ndio imezua mjadala mkubwa zaidi. Marekani huyu ametembelea nchi 11 za Afrika, alisema jambo ambalo wengi hawakutarajia. Kwake Kenya ndio nchi iliyokamilika zaidi kati ya zote alizotembelea, lakini kilichowashangaza wengi ni aliposema kuwa Nairobi ni salama kiasi kwamba unaweza kutembea usiku wa saa 8 au saa 6 na hata kutumia ATM bila hofu kubwa. Kauli hii imegawanya maoni, wapo wanaokubaliana naye na wapo wanaosema amezidisha, lakini jambo ambalo haliwezi kupingwa ni kwamba taswira ya Kenya ambayo watu wengi wa magharibi walipewa miaka mingi iliyopita sio taswira wanayoiona wanapofika Kenya. The reason that I say that Kenya keeps winning is because I've been to 11 countries throughout the continent of Africa. And I know some people rush into the comments and tell me that there's 54 countries. I know my geography. But out of my 11 countries so far, there has not been one country that has been able to check all the boxes the way how Kenya does. So what are those boxes that it checks? The boxes that it checks is, number 1, safety. It is very safe in Nairobi, Kenya. It's one of the safest places you could visit. You could walk around at 2, 3 o'clock in the morning and go to the ATM. You don't have to worry about somebody robbing you. Matter of fact, if somebody robs you or snatches a phone in Kenya, it is not uncommon for them to burn the person alive in public. For real? It's Google videos of people in Nairobi that get caught snatching phones and they burn them alive. It's also something that you hear about happening in Tanzania as well. So that probably plays a major role in why people don't commit so much crime in Kenya. I don't know if they do that with violent crime. I haven't figured that part of the culture out, but I do know that. Now, with that being said, somebody would hear that and they would think, oh, well, there must be a lot of fighting in Kenya. There must be a lot of murders. No, if those people are ruthless enough to burn somebody alive for stealing the phone. Ironically, no. There's not a lot of fights. The men in Kenya are not like it's not like America where you step on somebody's shoe and then you end up getting into a fight or even worse. So it is extremely safe living in Nairobi. There's not lions running around either. There's not a lot of wild animals that will be attacking you in Nairobi, as some people might think that there's wild animals running around African cities. Na hapa ndipo simulizi ya tatu inaanza. Marekani mwingine alikumbuka siku alipowaambia watu kwamba anataka kuhamia Kenya. Wengi walimshangaa, wengine walimhoji, lakini swali lake lilikuwa rahisi sana, ya kwamba kama ningesema nahamia Spain, Italy au Greece, je, watu wangeniuliza maswali haya yote? Na hapa ndipo akafungua mjadala mkubwa kuhusu namna Afrika inavyoonekana duniani. Kwa miaka mingi, watu wengi waliaminishwa kwamba mafanikio ni kutoka Afrika kwenda magharibi, lakini sasa tunaona hali ikibadilika. Watu kutoka magharibi wanaanza kuhamia Afrika, na Kenya imekuwa moja ya maeneo anayoyachagua zaidi, lakini subiri kwanza, kwa sababu kauli ya mwisho ndio imezua mshangao mkubwa kuliko zote. I'll never forget when I said I was moving to Kenya and people were like, why Kenya? And then I thought, like,
If I said I was moving to Greece, would you question me? If I said I was moving to Spain or Italy or, I don't know, just any other like more developed nation, would you question me? But because people have preconceived notions of what it's like to be in an African country, they automatically assume that you're going to face a whole bunch of bull crap and that life is just hard. And this is third world, poor, developing, struggling country, right? And to be fair, it may be true in certain parts, but not all across the board. I can show you places that I grew up in that look more third world than where the fuck I'm at right now here in Kenya, bro. I've seen boarded up houses, corruption, drug users, drug dealers, crime, everything all over the world. But for some reason, it only gets highlighted when it comes to African countries. That's crazy, right? Mwanamke huyu ambaye ni raia wa Marekani na pia ni raia wa Kenya anasema ameishi Kenya kwa miaka mitatu, na katika muda huo kuna jambo moja ambalo limemshangaza sana. Kwa mujibu wake, anasema Mkenya wa kawaida anaweza kuwa na utajiri mkubwa kuliko Mmarekani wa kawaida. Sasa hapa alikuwa maanishi tu pesa benki, alikuwa akizungumzia ardhi, familia, mali zinazomilikiwa, mahusiano ya kijamii na mfumo wa maisha ambao kwa maoni yake una thamani kubwa kuliko wengi wanavyofikiri. Je, unakubaliana naye au unaona amekosea kabisa? I am a U.S. citizen, and I'm also a Kenyan citizen, and I've lived here in Kenya now for 3 years, and I've observed some interesting things in that time. Now, before I get into this, I'll just say that I know there's so many layers to this. There's a lot of nuance, and I am not generalizing. I'm just speaking from my observations. So one thing I've noticed is that a lot of Kenyans are in a hurry to leave Kenya and to go somewhere outside, like the US or UK or somewhere else, because they believe that it will bring a lot of opportunity and give them a chance to build wealth. And again, nothing wrong with that. That could be very true for many people. Everyone has their own path. Again, this is just an observation because I've had a lot of conversations with Kenyans, whether through messaging or even people that just talking face to face. They want to know how they can go to the US because that's where the wealth is, which leads me to my second observation, which is that a lot of Kenyans don't understand how wealthy they are. Kenyans own land. They own property. Many Kenyans own land and own property, and they build on that land and they pass down that land and they own that land free and clear. It's not on loan. It's not on mortgage. There's no debt. They've built their house debt free. And in the US, that is just not the case. I decided to do a little bit of researching on this because I wanted to see if my observations were actually backed up with facts. As one does, I started having a conversation with ChatGPT, and I wrote down this particular part because I wanted to read it word for word. I'll probably put the screenshot here too. So with the home ownership rates in Kenya, 61% of people overall own their homes, with 86% of those being in rural areas. And that's mostly debt free. And then in the US, 65% overall, but most homes are mortgaged, meaning people are still paying for them and don't own them outright. And this part says, while income levels and infrastructure in the US are more developed, Kenyans, especially in rural areas, often have more stable asset-based wealth, which is harder to quantify, but extremely valuable. Now, again, I know there's a lot of layers to this, and a lot of it just is going to come down to my personal experience. And I know that doesn't speak for everyone, but I've hustled in the US and I've hustled in Kenya. And let me tell you that I feel like it's so much easier to build actual wealth in Kenya. I feel like we're actually getting somewhere here. I feel like we're actually building something here. And it's not just like constant, rat race, wheel turning, but getting nowhere. Out here, it feels very solid. And out here, our home that we live in right now in the village, we don't owe anyone. We don't owe anything. We built this brick by brick, and it's ours, and it's in our name, and it's not on loan. And everything else that we're doing as far as business goes,
It just feels solid. It's so rock solid out here. And I'm not saying it's perfect here in Kenya. I'm not trying to diss the US. I love the US. There's so many different kinds of opportunities out there as well. But I don't think that I can look you in the eye and say that the US is a better place to build wealth for the average person. Na hapa ndipo swali kubwa linarudi tena. Kwa nini wageni wengi wanafika Kenya wakiwa na matarajio fulani alafu wanaondoka na simulizi tofauti kabisa? Je, sisi wa Kenya wenyewe tunajua thamani ya Kenya au tumekuwa tukisikiliza sana simulizi za nje kiasi kwamba hatuoni nguvu tulizonazo? Wakati viongozi wanapanga kuhusu mwaka 2027, wakati Gen Z wanaendelea kudai uwajibikaji na wakati wa Kenya wengi wanapigania maisha bora, pengine jambo moja ambalo hatupaswi kusahau ni kwamba Kenya bado inaonekana kama taifa lenye uwezo mkubwa sana machoni mwa dunia. Sasa nataka kusikia kutoka kwako, ni kauli ipi kati ya hizi zimekushangaza zaidi? Je, Kenya inapewa sifa zinazostahili duniani au wageni hawa wanaona Kenya tofauti na uhalisia tunaopitia kila siku? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. What do you think of American men that come to Nairobi? I think about them? Yeah. I think most of them are just here to have fun. What is fun? She said to have fun, but describe fun. What is fun? You can be honest. Don't lie. Do you want me to say it? Yes, of course. Women. See? All right. But wait, why? Why do you said bad boys. She think American men are bad boys. Why? I think they do love. What makes them bad boys, they like women a lot. No, not just that. You talking about black American men or white American men? Or all? Both. Both? Both of them. They normally come here for girls. That's crazy. But not all of them. But majority. Come for women. That is wow.